Tembelea Lindi, njoo ujionee uzuri wa asili, amani ya kweli. Tembelea Lindi, fahari ya nchi. Mnikaribishe kwenye Sambazo Farm Online TV. Mimi ni Abdul Rasuli Muhibu na hizi ni durusu za historia. Leo nimetembelea hapa barabara maarufu sana hapa Lindi, katika manispaa ya Lindi, inaitwa Jamhuri Street. Sasa nilichokuja kufanya hapa ni kudurusisha wewe mtazamaji wa Sambazo Farm Online TV katika muktadha wa kutazama historia. Sasa ni takriban miaka 76 sasa imepita tokea mwaka 1950 Adrian alivyofanya video ya kuonyesha usafi wa mazingira katika manispaa ya Lindi, na hasa akionyesha namna ambavyo wakati huo Lindi Town Council ikiweza kufanya usafi ama kukusanya takataka, ima kuelimisha ama kuboresha mazingira safi katika mji wa Lindi ambao ulitajwa kama Lindi Paris of Africa. Sasa nini nimekuja kufanya? Nimekuja kuonyesha muonekano wa 1950 na nimekuja kukuonyesha muonekano wa 2026 katika manispaa hii ya Lindi. Ni takriban miaka 76 na kuna watu kadhaa nimezungumza nao kuhusiana na hali ya usafi wa mazingira katika manispaa ya Lindi. Jina naitwa Saleh Ahmad Saleh, mzaliwa wa hapa Lindi mjini, na kwa mujibu wa mji wetu wa Lindi, historia yake ulianzishwa kabla ya uhuru, lakini mwaka 71 ndo kapitishwa rasmi kuwa mkoa wa Lindi. Katika swala la usafi wa mazingira, nafikiri ni jadi, kwa sababu tangu wakati huo mpaka leo watu wake sisi tusiopenda uchafu, kwa sababu kwa mfano kama wakati huo tulivyokuta Lindi, halmashauri ya mji wa Lindi ilikuwa na kitengo chake cha usafi au afya. Kwa hiyo kulikuwa na watu waliokuwa wako maalum na walikuwa na matroli. Ukiangalia hivi utaona walikuwa wanavuta matroli, wanakusanya taka, wanapakia, na magari ya taka yalikuwepo. Kwa hiyo mwananchi alikuwa anaambiwa, bwana, taka zako weka hapo nje, mapipa wanawekea hapo nje, wanakuja halmashauri na wanakusanya. Kwa majina anaitwa Hamza Alada, ni afisa afya mazingira manispaa ya Lindi. Manispaa yetu ya Lindi tuna mpango wa kuhakikisha mji wetu unakuwa safi, na mpango wetu tuwe ni manispaa au mji wa kwanza Tanzania kwa usafi, kama inavyosemekana sasa hivi miji ya Moshi, Arusha, Iringa, hata kule Zanzibar. Na mpango huu mpaka tunaofikiria tuna sababu. Sababu ya kwanza, historia ya mji wetu wa Lindi. Tukizungumzia wakati wa ukoloni, uliwahi kuwa mji mzuri hapa Tanzania, kwa sababu palikuwa na bandari, ambayo bandari hii ilisafirisha watumwa kutoka Ziwa Nyasa kuja hapa bandari ya Lindi. Kitendo hicho kilisukuma sana masuala ya kibiashara na mambo mengine. Kwa hiyo ilipelekea mji wetu kuwa mji mmoja msafi sana, hadi ilipelekea kupewa jina la utani Lindi Paris. Hata ukitembea kwenye maeneo yetu kuna maeneo yanaitwa Paris, na kulikuwa na sababu maalum tulofanya mji huu kaitwa Paris. Ukifananishwa na mji wa Paris uko France. Sasa kidogo miaka ilivyoenda, mji kidogo umebadilika, kwa maana kwamba vile vilivyokuwa zamani na sasa kidogo tofauti, ingawa mji wa Lindi unaonekana vile vile. Tushukuru kwa Mungu, kwa sababu hapo nyuma wakati wa mkoloni mji ulikuwa na manispaa ni halmashauri ambayo ilikuwa na vigezo vyote, kwa maana kwamba idara ya afya,
sekta zote ilikuwa kamili, kwa maana unaposikia makao makuu ya kanda, kwa maana mahakama ilikuwa hapa, hospitali hapa. Maana hospitali ya Sokoine ilikuwa hospitali kubwa ambayo inategemewa pia kwa wakati huo. Tumeanzisha kitu kinaitwa smart area, tukiwa na maana lazima tutengeneze sehemu yenye sura ya mjini. Sasa hiyo tumeanza nayo, kwa maana kwenye kata 31 kata 12 tutakuwa zinatekeleza smart area. Mimi naitwa Abdulrasuli Muhibu na hizi ni durusu za historia. Hizi ni durusu za historia.